Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Usiku ulikuwa umeenea juu ya msitu wa maboma kama pazia jeusi lenye uzito wa ajabu. Nyota zikining'inia angani zikitoa mwanga hafifu uliogusa juu ya miti mirefu iliyozunguka kijiji chao. Moto uliokuwa katikati ya kijiji ulikuwa umebaki na makaa mekundu yaliyotoa mwanga wa taratibu, ukitengeneza vivuli vilivyocheza juu ya vibanda vya majani na nyuso za miti mikubwa iliyosimama kimya kama walinzi wa milele. Watu wote wa maboma walikuwa wameingia ndani ya vibanda vyao wakipumzika baada ya siku ndefu ya shughuli, lakini kulikuwa na kitu kisichoonekana kilichokuwa kimeanza kubadilika ndani ya msitu huo. Lorana hakuwa amelala. Alikaa nje ya kibanda chake, mgongo wake ukiegemea ukuta wa majani, macho yake yakitazama gizani, lakini akili yake ikiwa mbali zaidi ya kile macho yake yaliweza kuona. Upepo mdogo ulipita polepole kati ya miti, ukisukuma majani kwa sauti laini, lakini kwa mara ya kwanza, sauti hiyo haikuwa kelele ya kawaida kwake. Ilikuwa kama ujumbe uliokuwa ukijificha ndani ya hewa. Alivuta pumzi polepole, akifumba macho yake, na hapo ndipo alipoanza kusikia kwa kina. Sauti za wadudu, upepo na hata pumzi yake mwenyewe zilianza kuungana kama wimbo wa polepole. Lakini ndani ya wimbo huo kulikuwa na kitu kingine, kitu kilichokuwa kinamuita. Ghafla, sauti ya hatua ilikatiza kila kitu. Ilikuwa nzito kidogo, tofauti na mnyama mdogo wa kawaida. Lorana alifungua macho yake mara moja. Alisimama pole pole bila kelele, miguu yake ikigusa ardhi kwa tahadhari. Aligeuza kichwa chake kuelekea upande wa msitu uliokuwa nyuma ya kijiji. Kivuli kilipita haraka kati ya miti, kikapotea gizani kana kwamba hakikuwahi kuwepo. Lakini Lorana alikiona. Hakupiga kelele, hakukimbia. Alianza kutembea polepole kuelekea upande huo, kama vile kitu ndani yake kilikuwa kinamsukuma kufuata. Kadri alivyokaribia msitu mzito, giza lilizidi kuwa nzito na sauti zilianza kupungua, zikiacha ukimya uliojaa uwepo wa ajabu. Alisimama. Alijua hakuwa peke yake. "Simama hapo." Sauti ya mzee Kuara ilitokea nyuma yake, tulivu lakini yenye mamlaka yasiyopingika. Lorana alisimama bila kubisha. Aligeuza pole pole na kumwona mzee huyo akiwa amesimama kwenye kivuli, macho yake yakitazama moja kwa moja ndani ya msitu kama mtu anayejua zaidi anachokisema. "Usiende mbele zaidi," alisema. "Kwa nini?" Lorana aliuliza kwa sauti ya chini. Mzee Kuara alinyamaza kwa muda mfupi, kisha akasema, "Kwa sababu bado haijakuchagua." Maneno hayo yalikaa ndani ya Lorana kama mzigo mzito. Hakuelewa, lakini alihisi kuwa kulikuwa na kitu kikubwa nyuma yake. Kabla hajazungumza tena, sauti nzito ilisikika ndani ya msitu, kama kitu kikubwa kikisogea juu ya majani makavu, lakini hakikukuja karibu. Kilisimama, kama vile kilikuwa kinawatazama. Mzee Kuara alipumua kwa kina. "Bado haijafika muda wake," alisema. Usiku uliendelea, lakini usingizi hakumuja urahisi. Alipoingia ndani ya kibanda chake, alijilaza juu ya majani makavu, lakini akili yake iliendelea kusikiza. Sauti za msitu zilikuwa ndani yake sasa, zikizunguka kama mawimbi ya bahari, na ndani ya sauti hizo kulikuwa na mwito uliozidi kuwa wazi. Asubuhi ilipofika, mwanga wa jua ulipenya kati ya miti mirefu, ukivunja ukungu uliokuwa umetanda juu ya kijiji. Ndege walianza kuimba na maisha ya maboma yakaanza kama kawaida. Wanawake walichukua vikapu vya majani na kuelekea kuchuma matunda. Watoto walikimbia kuelekea mtoni na vijana walikusanyika kwa mazoezi yao ya kila siku. Lakini Lorana hakuwa kama kawaida. Yalikuwa kimya. Yalikuwa akisikia.
Alianza kutembea kuelekea ndani ya msitu peke yake bila kusema neno kwa mtu yoyote. Hakuna aliyemzuia, lakini wengi walimwangalia kwa macho ya mashaka. Walihisi mabadiliko ndani yake, ingawa hawakuweza kuyataja. Kadri alivyokuwa akiingia ndani zaidi ya msitu, mwanga wa jua ulipungua na sauti zilianza kubadilika. Zilikuwa wazi zaidi, karibu zaidi, na ndani yake kulikuwa na mvuto ambao hakuweza kuupinga. Alifika kwenye eneo la wazi katikati ya miti mirefu, na hapo ndipo alipokiona alama kubwa ardhini, mawe yaliyopangwa kwa duara, maziwi meusi yaliyosambazwa kwa mpangilio, na mifupa midogo iliyowekwa kwa ustahidi kama ishara ya kitu cha kale. Alisimama ghafla, moyo wake ukianza kupiga kwa nguvu. Alipiga hatua polepole, akapiga magoti karibu na alama hiyo. Alinyoosha mkono wake, na alipogusa mawe yale, kila kitu kilinyamaza. Sauti zote zilipotea, na ghafla alijikuta ndani ya giza lisilo la kawaida. Lilikuwa na kina, na ndani yake kulikuwa na sauti nyingi zikizungumza kwa wakati mmoja. Lorana aligeuka haraka. Hakuna mtu. Umerudi. Sauti hiyo ilitoka kila mahali na hakuna mahali. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Ni nani? Aliuliza kwa hofu. Hakuna jibu la maneno lililokuja. Badala yake, picha zikaanza kujitokeza mbele yake. Kijiji cha maboma kikiwa tofauti, watu wakikimbia, moto ukiteketeza kila kitu, na katikati ya moto huo kulikuwa na kiumbe kikubwa chenye macho yaliyong'aa gizani. Kiumbe hicho kilimtazama moja kwa moja, na ghafla Lorana alirudi kwenye msitu, akipumua kwa nguvu, akiwa anatetemeka. Hakusimama, alikimbia. Alikimbia mpaka alipofika kijijini, akisimama katikati ya watu waliogeuka kumtazama kwa mashaka. Mzee Kowara alisimama. Umeiona? Alisema kwa sauti nzito. Lorana alitikisa kichwa. Na imeniona pia, alisema kwa sauti ya chini. Kimya kilitanda. Wazee walikusanyika. Hii haikuwa tena siri ndogo. Hii ilikuwa mwanzo wa kitu kikubwa. Jioni ilifika bila sherehe. Moto uliwashwa, lakini hakuna aliyepiga ngumi, hakuna aliyecheza. Watu walikaa kwa ukimya. Hofu ilianza kuingia ndani ya kijiji. Mzee Kowara alisimama katikati yao. Kilichokuwa kimefichwa kinaamka, alisema. Upepo ulianza kuvuma kwa nguvu zaidi. Miti ilitikisika, na mbali ndani ya msitu mwilo mzito ulisikika. Ardhi ilitetemeka. Lorana alisimama, macho yake yakitazama gizani, na hapo kivuli kikatokea. Sio mbali tena, kilikuwa karibu. Mwanga wa moto ulionyesha umbo kubwa lililosimama pembezoni mwa kijiji. Macho mawili yaliyong'aa yalitazama moja kwa moja ndani yao. Hakuna aliyesogea, hakuna aliyepumua. Kisha sauti nzito na kutishia ilisikika. Mumeiita. Na ndani ya moyo wa Lorana alijua hii haikuwa mwisho, hii ilikuwa mwanzo. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.